Rais wa TLS Boniface Mwabukusi ameibuka na kuzungumzia juu ya jambo na tukio ambalo lilijitokeza katika siku ya jana, ambapo mama mmoja aliamua kusimulia kisa cha mtoto wake kuchukuliwa na watu wasiojulikana nyumbani kwake, na watu hawa waliodaiwa kuwa ni polisi walidai kumchukua kijana wake nyumbani kwake mbele ya macho yake na kudai kwamba amekuwa akitafuta katika vituo vyote vya polisi bila mafanikio yoyote. Kauli hiyo alitoa mama huyo mbele ya Waziri Mkuu wa Tanzania Dkt. Mwigulu Nchemba. Tangu tarehe 21 mwezi wa 4 walikuja watu wengine wawili. Wapi? Nyumbani kwangu Majengo Manyoni. Wakaniambia wao ni maaskari. Wakamchukua mtoto wangu, kijana wangu ambaye wa miaka 32 tangu tarehe 21 mwezi wa 4. Hiyo siku ya tarehe 21 mwezi wa 4 nikaondoka nikafuatia, kwanza nikawauliza amekosa nini? Wakaniambia wewe mama rudi ndani. Jamani amefanyaje? Walitukuta tumekaa sebuleni. Tuko wote na baba yake na mke wake na mimi. Tumekaa tu mchana saa 9 mchana. Wakasema sisi ni maaskari. Ifika kumshika mabegani na kuanza kumtoa. Nikamwambia jamani anakosa gani? Wakasema wakanisukuma, mama nenda ndani. Walikaa vijana wawili. Kuja kuchungulia nje kwa uwanjani kwangu, nikaona askari amesimama, amevaa uniform, amebeba na bunduki. Nikasogea nikasema jamani amekosa nini mwanangu? Yule askari kanisukuma, mama nenda kurudi ndani. Kabidi ndani bila kujua hatima ya mwanangu na amekosa nini, simniambie. Hawakusema, hawakunijibu. Niliuliza mpaka mara 3. Wanaendelea kuniambia mama rudi ndani. Basi kuta kuangalia gari lilikuwa nimepaki nyumbani kwenye mlango wa fence yangu ya nyumba. Wakafika hapo kwenye mlango, wamemshika hivi, wanamvuruta, wanampeleka kwenye gari. Wakafika wakamfunga pingu, wakamsukumiza kwenye gari. Gari yenyewe ilikuwa ya kuruza nyeupe, wakampitisha mlango wa nyuma, wakafunga mlango, wakaanza kuitana wale wenzao ambao walikuwepo ndani, ambao walitangulia kama wanauza mashuka. Na mashuka nilinunua. Walifanya kama wao machinga, wanauza nguo, nikanunua mashuka 3. Basi wakaitana wote, twendeni. Wakaingia kwenye gari, wakawasha gari, wakakimbia wakaenda. Mimi nikafuata. Taarifa hizo umezifikisha wapi? Kituoni polisi Manyoni. Nilipoenda kituoni wakasema sisi hakuna mtu aliyeletwa hapa. Nikarudi. Kesho yake tena nikaenda. Wakasema mama, tunakwambia hakuna. Hebu tuanze kupeleka mahabusu. Wakanipeleka kuita watu jina la mwanangu. Hakuna mwanangu hakuitika hapo. Wakanipeleka juu gorofani. Kuita jina la mwanangu. Hakuna hakuitika. Nikashuka. Wakaniambiaje? Rudi mama, ngoja tufanye upelelezi. Sasa nikawa tu nikikaa nikienda, jamani mwanangu vipi upelelezi umefanyika? Wananiambia bado. Siku zingine nawakuta hawapo. Siku zingine wananiambia mama rudi bado. Basi mpaka hivi sasa leo ni siku ya 40, sijui mwanangu aliko na yuko hai na yuko wapi hata sijui. Na lia kila siku mimi. Haya, nimekusikia. Kamanda wa polisi, Ilikuwa ni simulizi ya mama ambaye anadai mtoto wake alichukuliwa machoni kwake akishuhudia tukio hilo na watu waliodaiwa kuwa askari wa jeshi la polisi. Sasa Boniface Mwabukusi ameandika kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X ujumbe huo umeandikwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini hapa tumeweka katika lugha ya Kiswahili. Amesema kwamba changamoto iliyo mbele yetu si tu kuendelea kuwepo kwa taarifa za utekaji, bali pia uwepo wa viashiria vya kiutendaji na kimazingira vinavyoibua maswali ya msingi kuhusu ufanisi, uhuru na uwajibikaji wa taasisi zilizopewa mamlaka kisheria kuzuia, kuchunguza na kushughulikia matukio haya kwa mujibu wa katiba na sheria. Pale ambapo taasisi zilizopewa dhamana ya kulinda wananchi zinatajwa mara kwa mara katika mjadala wa umma kuhusu ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu, inakuwa muhimu kufanyika kwa uchunguzi huru, wa wazi na wenye kuaminika. Uchunguzi huu ni muhimu si tu ili kubaini ukweli, bali pia kurejesha imani na umma na kuimarisha utawala wa sheria. Haki haitakiwi tu kutendeka, inapaswa pia kuonekana wazi kwamba imetendeka. Kwa hiyo matarajio yote ya kupata suluhisho la kudumu hayawezi kujengwa juu ya pongezi au ahadi rasmi pekee, bali juu ya ukweli, uwazi na uwajibikaji. Bila kuwepo kwa uchunguzi wenye maana na mifumo madhubuti ya uwajibikaji, juhudi za kushughulikia mgogoro huu zinaweza kuonekana kama kushughulikia matokeo yake, huku sababu zake za msingi zikiachwa bila kuguswa. Aliandika hivyo Mwabukusi, rais wa chama cha wanasheria Tanganyika TLS, kufuatia tukio hilo ambalo limeibua hisia mseto katika mitandao mbalimbali ya kijamii.